Msikilizaji, uhali gani? Na matumaini mzima wa afya. Karibu sana katika ripoti ya leo ya EFM. Leo siku njema msikilizaji, ya tarehe 18 mwezi ni wa 3 mwaka 2025. Leo siku ya Jumanne. Yes, leo ni Jumanne. Karibu tuzungumze kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia. Wanayaleta kwetu na sisi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Huambatana pamoja nami kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Leo tunaendelea na mkasa wa ndugu yetu anaitwa Rose ambao tulianza nao siku ya jana. Karibu tusikie mengi ambayo ndugu yetu Rose anashare pamoja nasi. Lakini tuliishia jana Rose akitueleza yeye alikuwa akiwa binti mwenye umbo dogo kabisa. Tena anasema alikuwa na shepu nzuri tu, lakini pale alipoolewa basi raha tu za ndoa zikamfanya aanze kunenepa kidogo. Lakini zaidi alipoanza kupata watoto alizidi kuongezeka uzito, na mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu na hatimaye wa 4. Kwa hiyo mpaka sasa amefika watoto wa 4, anasema uzito wangu ulikuwa umeongezeka. Nami jana sikukueleza, mtu alikuwa ananiambia uzito umeongezeka, uzito ni mkubwa kiasi gani? Mwenyewe anasema wakati anasema serious anaanza mazoezi alikuwa na kilo 126. Yani akipima uzito wake ni kilo 126. Na anasema kweli nimekuwa mnene, niko na mabadiliko makubwa sana, lakini yuko anapambana kwa ajili ya kupunguza uzito. Anaambiwa sio tu kwa ajili ya mume wake anaona kero, lakini hata kwa afya yake pia uzito umekuwa ni mkubwa. Yupo kwenye mapambano. Karibu sana. Karibu tumsikilize Rose katika hiki anashia pamoja nasi. Mimi naamini kaya Rose anapitia, tupo kwenye jamii ambao pia tunapitia changamoto ya uzito mkubwa. Pengine uzito mkubwa umeanza kutuletea changamoto. Watu wanatunyoshia vidole, wanasema tunakula sana. Nani atakuwa mroho? Huyu naye ni mlevi, huyu anapenda mapombe, huyu anapenda manyama, huyu. Mambo yamekuwa ni mengi. Karibu sana, leo tusogee mbele zaidi. Nashukuru sana Tanzania Commercial Bank ambao ni wahisani wetu katika sehemu ya kwanza ya ripoti ya leo. Kiukweli ukiwa mwanamke wewe utambue wewe ni wa thamani sana. Ndio. Na Tanzania Commercial Bank inatambua uwepo wa kila mwanamke katika harakati zake. Sijui unajishughulisha na shughuli gani? Basi Tanzania Commercial Bank inatambua na kuthamini mchango wako wewe mwanamke katika jamii. Sasa Tanzania Commercial Bank imetupendelea sana sisi wanawake. Imetuletea akaunti maalumu kwa ajili ya sisi wanawake. Inaitwa akaunti ya Tabasamu. Kwa nini akaunti ya Tabasamu? Kwa sababu inamwezesha kila mwanamke kutabasamu. Changamoto ziko nyingi sana ambazo mwanamke anakutana nazo katika harakati za kujitafutia riziki kila siku. Lakini akaunti ya Tabasamu imekuja kumrahisishia mwanamke popote pale ulipo. Zaidi ni kuambia tu akaunti ya Tabasamu iko na lengo kubwa la kumuinua kila mwanamke kiuchumi. Ukiwa ni mama, ukiwa ni dada, basi Tanzania Commercial Bank kwa kupitia akaunti ya Tabasamu inataka kukuinua wewe kiuchumi. Na nikwambie hii ni akaunti ambayo itakuwezesha wewe kuweka akiba na kufikia malengo yako ya kifedha. Inawezekana ikawa ni malengo binafsi au inawezekana ikawa ni malengo ya kikundi. Inawezekana yote haya kwenye akaunti ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank. Kwa nini mimi niko hapa kukuambia uende ukafungua akaunti ya Tabasamu, mwanamke mwenzangu? Ni kwa sababu kwanza utakuwa na sifa za kukopesheka. Yani una nafasi ya kupata mkopo, na mkopo unaweza ukapata hadi shilingi milioni 150. Lakini utakapofungua akaunti ya Tabasamu, mwanamke mwenzangu, kumbuka liko punguzo kubwa sana la bima. Hapa nazungumzia bima ya maisha, nazungumzia bima ya elimu kwa mwanao. Lakini kama haitoshi, hii ni akaunti ambayo haina makato ya mwezi. Hii ni akaunti ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank. Hutakatwa makato ya mwezi. Jamani, akaunti zina makato ya mwezi. Lakini hawa Tanzania Commercial Bank wamekusudia kumuinua mwanamke. Unamuinuaje mwanamke alafu unamkata? Ina maana hakuna makato yoyote ya mwezi. Nenda sasa nawe pia ukafungua akaunti ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank kwa shilingi 5,000 tu za Kitanzania. Na unafunguaje? Ni rahisi sana. Nenda tembelea tawi lolote lilo karibu na wewe la Tanzania Commercial Bank, nenda kafungue akaunti ya Tabasamu. Basi nikwambie una kila sababu ya kutabasamu mwanamke mwenzangu, popote pale ulipo.
utakapofungua akaunti hii ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank. Ndio. Okay, tuko hapa tunazungumza kuhusu maisha, msikilizaji, maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu na sisi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Ndugu yetu mpendo wetu hapa, rafiki yetu anaitwa Rose. Narudia tena, hili si jina lake kamili. Anaitwa Rose. Hili si jina lake kamili. Kwa nini hatutumii majina kamili wakati mwingine? Kwa sababu tunafuata matakwa ya wahusika ambao wametuletea simulizi. Kwa hili si jina lake kamili. Ndio. Okay. Sawa. Rosie anasema, mimi ni mwanamke ambaye nina uzito mkubwa, siwezi kukataa, nakubali hivyo. Unaweza ukahisi labda mimi nina unene wa asili ukiniona, lakini sikuwa hivi. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kuna watu ambao tangu akiwa hata wadogo wana miili mikubwa. Lakini mimi naambiwa kwamba unene wangu ni kwa ajili ya kula. Yaani ni mtu ambaye nimejiachia. Na niwe muwazi. Ziko nyakati ambazo ninajikuta nakula sana. Na nakuwa sipendezi sana mtu anapokuwa ananisimanga kwa habari ya chakula. Ukiwa unakula hivi huwezi kuacha kunenepa. Sentensi kama hizo zimekuwa zinaniboa sana. Na sio kwamba sipambani, naendelea kupambana. Napambana sana kwa sababu uzito umekuwa mkubwa. Anatueleza haya ndugu yetu mpendwa anaitwa Rose. Rose anasema, ushauri wa rafiki yangu hapa kazini, yani mwalimu mwenzangu, nimefanyia kazi sana. Hii diet ya mayai, oh my friend. Ni diet ngumu sana. Ngumu sana. Nilimpata trainer wa kunifanyisha mazoezi. Nilipofika aliniambia kwa uzito nilokuwa nao kuna stage natakiwa nianze. Kwanza akaniambia lazima nianze kutembea kwa sababu kwa uzito nilokuwa nao akinirukisha naweza akaniambia naweza nikapata shida ya maumivu ya miguu kwa sababu uzito wangu ni mkubwa. Kwa hiyo ninaanza kutembea. Ananiwekea vitu, nenda pale inama, chukua hiki, rudi hapa inama, nenda pale inama, yani nazunguka tu hapo. Nikimaliza nimechoka. Hata kuna muda nasema hivi, kwa nini niteseke hivi? Kwa sababu mazoezi ni mateso. Lakini ananiambia no. Nenda raundi ya mwisho, naenda tena ananiambia hii ya mwisho. Mwisho wa siku tunamaliza. Lakini kiukweli nimepambana sana. Kwenye diet nimepambana na mazoezi. Nipungue. Jamani, kupungua sio kitu rahisi. Asikwambie mtu unajua hii diet ndani ya siku 5 tu utaona mabadiliko. Ingekuwa rahisi hivyo nakwambia, wanene wote nakwambia wangekuwa wamepungua. Kwa sababu sio kitu rahisi. Sio kitu cha kusema mwezi mmoja kuna matokeo. Mimi nimefanya diet, nimefanya mazoezi mwezi mmoja, nimepungua kilo 1. Sasa mimi na kilo ngapi hapa? Nikipungua kilo 1 nini sasa? Niko busy. Rosie anasema, lakini bado nilizidi kutoa moyo na trainer. Diet ndio ilikuwa inanisumbua sana. Na hata huyu trainer aliniambia hizi diet ni nzuri sana. Lakini kuna mfumo rahisi wa kupungua. Hii mambo ya kula mayai, matunda, mayai kwa siku 15. Watu wengine wanazifanya, wenyewe wanajua wanazifanyaje. Lakini hii ni ngumu sana kwa mtu kama wewe ambaye umeshazoea kula. Unaona? Kwa hiyo yeye alinishauri akaniambia niache kula usiku. Yaani na ikatokea nimeamua kula usiku, basi angalau nile tunda, na alikuwa anapendekeza aina ya tikiti. Yaani kwa kata tikiti kula, lala, usile usiku. Na akana niambia pia nikiamka asubuhi nisinywe chai. Na akanishauri pia inabidi niwe na msimu wa kufunga. Yaani niteue kwa wiki naweza nikafunga mara moja. Teua ni siku gani unaweza ukafunga. Funga kuanzia asubuhi mpaka saa 12.
na ananielekeza vitu ambavyo naweza nikafungua navyo katika kufunga, akisema ni vitu ambavyo vinasaidia sana kupungua. Uhitaji sasa hivi uache kula hiki. Kuna vitu vya muhimu ambavyo mimi nitakwambia uache, utaacha, lakini tunaenda mdogo mdogo. Nazungumza hivyo kwa sababu nimefight sana. Nimejaribu vitu vingi sana. Nimejaribu supplement nyingi sana. Pale ambapo nilikuwa nasikia kuna supplement ukitumia hizi zina matokeo, siku 6 nilitoa hela yangu nikanunua hizo supplement nikatumia, lakini bado sikupata matokeo ambayo naweza nikasema yalinipa mabadiliko. Nimekaa hapo nakuta mtu mwingine anasema jamani, kuna group, nikiwaongeni huko kwenye ile group, jamani ndugu zangu, mnapungua, mtapata kuhamasishana huko. Kuna wanawake wenzako wana uzito mkubwa, huyu alikuwa na kilo 100 na ngapi, amepungua sasa hivi amefikia kilo 70 kwa shilingi 5,000 tu za Kitanzania. Tembelea tawi lolote lilo karibu na wewe la Tanzania Commercial Bank na ufungue akaunti ya Tabasamu. Na kumbuka, una kila sababu ya kutabasamu. Mwanamke mwenzangu, popote pale ulipo, basi akaunti ya Tabasamu ni kwa ajili ya sisi sote wanawake. Anaitwa Rosie, akaendelea kutujuza haya katika safari yake ya maisha. Rosie anasema mimi niko na mapambano sana. Nazungumzaga mapambano yangu kwa sababu yana maana sana katika harakati zangu za maisha. Mimi ni mwalimu, ni mama watoto 4. Nina majukumu mengi, lakini nimeweka kipaumbele afya yangu kwa sasa hivi, ili niweze kumfurahisha mume wangu ambaye kiukweli anatamani kuona uzito wangu unapungua, na anafurahia harakati zangu hizi ninazozifanya. Na hata amekuwa akinikumbusha, vipi leo mazoezi? Hujapita mazoezi? Namwambia mume wangu nilipita mapema. Oh wow, vizuri sana mke wangu, mazoezi ni mazuri sana kwa afya. Basi ananitia moyo. Naye pia akikutana na vitu vile vitatu vya kunisaidia ataniambia, nimesikia ukichanganya hiki na hiki kina ondoa kitambi. Unaona? Basi na mimi itachanganya, utanikuta hapo natengeneza. Ni juisi itaambiwa hapo, juisi hiyo weka tangawizi, juisi hiyo weka tango, juisi hiyo nikwambie weka umo manjano, weka hapo juisi yako, pata asubuhi pale unaamka kapu unakunywa katoti hapo kidogo, hakikisha kuna manjano ya kutosha. Nimefanya hivi vyote kuhakikisha kwamba ninafikia malengo. Kiasi kingi cha pesa, narudia tena, nimetoa kwa ajili ya harakati hizi za kupungua. Kumbuka napoenda gym nalipia, lakini nampa pia trainer ananifundisha mazoezi. Sio kwamba nikilipa pesa ya gym nimemaliza kule, kuna matrainer kwamba anaweza akapay attention na wewe. Wewe unapolipia na maana unajua unaenda kufanya nini. Ukihitaji mtu wa kukumonitor inabidi umlipe. Kwa hiyo nalipa hivi vitu ili nione matokeo, na napambana sana. Nikueleze kuhusu nini ambacho naweza nikasema sijafanya. Nimefanya vitu vingi sana nimefanya. Rosie anasema basi siku zilizidi kwenda. Mwaka mmoja ulipita. Mwaka mmoja umepita, nilifanikiwa kupungua uzito kidogo. Kutoka kilo 126 nilifanikiwa kupunguza kilo 10. Kilo 10 ni kilo nyingi sana. Kuna mtu ambaye anaweza kaa anafanya mazoezi anaelewa nikimwambia umefanikiwa kupunguza kilo 10. Ni kilo nyingi sana. Na maana hapo kuna vitu unatumia, kuna mazoezi nafanya na diet ya nguvu natumia. Rosie anasema nakumbuka siku moja na mtu mmoja namfahamu, na huyu mtu tulifahamiana gym. Yeye ana muda anafanya mazoezi na amekuwa akinitia moyo sana kuhusiana na harakati za kupungua, na akiniambia yeye amepungua kwa mazoezi, lakini kuna vitu alitumia. Akiniambia hao watu wanasema sio nimepungua kwa kula matango, wana uongo. Nikamwambia kwa nini? Anasema kwa sababu unaona hivi, kwa mfano tunafanya mazoezi, tunafanya diet siku moja, siku 2, 3, wiki ukalegea usifanye mazoezi,
ukalakala unarudi. Na ananiambia tena kwa mfano kama unabeba hivi unanyanyua vyuma unarudi, yani unakuwa mkubwa zaidi. Kwa ina maana maisha yako yanatakiwa yawe hivi, yani ni mazoezi kila siku ndio unaweza ukaendelea ku maintain. Lakini mimi kuna vitu nilitumia ambavyo vimenipa matokeo mazuri. Nikamwambia vitu gani? Akaniambia ni supplement. Kuna supplement hiyo unatumia inafanya detox. Nikamwambia ili kusaidia? Akasema sana. Yani inakamua mafuta, unajua inakamua mafuta. Sema tu gharama zake ni kubwa zaidi. Yani kuna gharama gani mimi ambayo naweza nikashindwa kufanya kwa habari ya kupambana na huu uzito nilokuwa nao? Nikasema sawa. Niambie ni shilingi ngapi? Akaniambia mwenzangu, kwanza wanauza kwa kidonge. Wanauza kwa kidonge hizo supplement. Akaniambia kidonge kimoja ni shilingi 70,000. Nikamwambia huyo, kidonge kimoja 70,000? Na nasiwa kunywa vidonge vingapi? Akaniambia angalau upate vidonge 10. Niko wewe, yani 70,000 nipate vidonge 10. Ina maana hivyo vidonge 10 ina maana nakunywa siku 10. Akasema ukinywa hivyo vidonge husikii njaa hata kidogo. Kwa hiyo wewe usipokula ndani ya siku 10 unaondoa sumu takataka zote kwenye mwili wako. Nikamwambia wewe hivyo vidonge vinatengenezwa wapi? Akasema hivyo vidonge wanatumia watu wenye hela. Mtu njanja uwezi. Hasa kama kidonge kimoja 70,000. Na kuna wengine wanauza mpaka laki. Watu wanapungua, watu wasemi siri. Unakuta mtu anauza majani hapa anakuambia majani tu yamenipunguza. Nenda katumie wewe majani uone kama utapungua. Kumbe katumia kitu kingine huko. Lakini yeye kwa sababu yupo anafanya promo ya majani yake, atasimama hapo kwamba majani. Nenda tumia wewe majani uone kama utakuwa kama alivyokuwa yeye. Atakwambia tatizo unakosea, ndio mimi haya natumia. Lakini mimi nakwambia ukweli. Sikufichi, nikwambie kitu ambacho natumia, na siko kwenye business. Kuna mtu anauza, mimi sipate commission yoyote. Atulia nasema unajua nimekuwa interested sana. Yani unajua ninatamaniki siku nilale niamke au mwili umepopotika. Natamani hata nifike kilo 80. Natamani nifike kilo 80. Hata jamani nikifika hata 83 sio mbaya. Najua nitakuwa napungua sana. Batuli anasema nilimwambia kusema naweza nikachukua vidonge 10 ni uongo. Labda hata 3. Akasema sasa hiyo diet gani? Chukua angalau hata 5. Na nichukua hata nusu. Alafu tumia afu mwenyewe utaona. Nikamwambia sawa. Tukapiga pale hesabu 70,000 mara 5. Bei kaja. Akaniambia nitakupa namba, atakuelekeza kila kitu. Nikamwambia sawa. Batuli anasema kweli nilipewa ile namba. Rosie anasema kweli nilipata ile namba na nikampigia simu huyo mtu. Mimi naitwa fulani, nimepewa namba yako na mtu fulani. Karibu sana. Hivi akaniambia una uzito gani? Nikamwambia okay, unafanya mazoezi, unajitahidi diet na nini? Nikamwambia yeye anafanya sana mazoezi na nilikuwa na kilo fulani, sasa hivi nimefika kilo fulani, natamani kupungua zaidi. Akasema sawa. Yani wewe madamu umekutana na mimi na hizi products ninavyozijua mimi, wewe anza tu kutafuta nguo zako ndogo ndogo. Nikamwambia hizo ni hivyo vidonge vinafanya nini? Akasema vinakata kabisa appetite. Yani hutasikia njaa. Tutashauri utakuwa unakunywa maji, kunywa maji vizuri, unywe maji. Lakini ni kama mtu ambaye amefunga. Kwa hiyo hutasikia njaa, haitakuletea shida. Njaa waga inatesa unajua, lakini wewe hutasikia njaa. Utatafuna tu vitu vichache nitakuelekeza. Nikamwambia sawa. Atuli anasema kweli nikaenda zangu bank, nikadraw pesa na nikakutana na huyu mtu ana kwa ana, akanipa hivyo vidonge. Nikarudi zangu nyumbani na nafuata maelekezo, nikanywa kidonge hicho cha kwanza. Nimekunywa kile kidonge, nimekunywa asubuhi. Batuli anasema nimeendelea na shughuli zangu,
Niliambiwa nikisha kunywa kile nisile chochote. Kweli nimekaa, imefika mpaka saa 6. Kweli naona kama sisikii njaa. Imefika saa 8. Sisikii njaa. Unajua nikamwambia yule dada sasa ambaye tuko naye kule gym. Nikamwambia wewe unajua mpaka sasa hivi sijala. Yaani mpaka sasa hivi sijala. Akaniambia nilikwambiaje wewe? Haya, twende. Unakunywa maji ya kutosha? Nikamwambia yeye anakunywa maji. Ikafika mpaka jioni. Sisikii njaa. Batuli anasema ninazidi kuwasiliana na yule, akaniambia jioni tengeneza chai, akanielekeza namna kutengeneza chai. Chai alionielekeza nitengeneze iko kwa mfumo huu. Alinielekeza viungo ambavyo napaswa kutumia, na baadhi ya viungo ambavyo alinielekeza nitumie, aliniambia kuna ginger, kuna turmeric, kuna black pepper, ni vimix hivyo kwa pamoja, na kumbuka kiungo kingine. Nataka kusahau. Nakumbuka kiungo kingine. Alinieleza viungo 5. Naona faili la viungo kama lime disappear. Nataka nikumbuke kiungo kingine. Yes, mdalasini. Faili limekuja. Mdalasini, ginger, black pepper, manjano, mdalasini. Kwenye maji unachuja, unaweka asali kwa mbali, unaweka na ndimu kidogo, unakunywa hiyo. Nikanywa, iko na taste nzuri tu, nikaenjoy taste yake nzuri. Nikaambiwa nitafute kitu softi, nile kitu ambacho sio kizito sana. Lakini nikawa kweli sijisikii kula. Yaani sijisikii kula. Unajua nikamwambia, unajua ni kweli mimi sijisikii kula. Hivi vidonge vinafanyaje kazi? Yaani sielewi vinafanyaje kazi mwilini. Yaani mbona appetite imetoka? Akaniambia, yes, hivi ndivyo ambavyo diet inavyokuwa. Lazima upate visaidizi vya kukusaidia ili ukae sawa. Unajua mimi ni mwalimu. Hupenda pia kufuatilia mambo. Ni kweli napambana kupungua. Sio kwa nini? Yaani kama nilikosa amani sana na hii diet. Nimeshapambana na nyingi. Nikala siku ya pili hicho kidonge. Na maana vimebaki 3. Ikawa ni hivyo pia. Sisikii njaa. Nikawa nasema sisikii njaa. Yaani sisikii njaa. Akaniambia si unaona hii ni siku ya pili. Nataka nikwambie, si ulikuwa unataka kupungua wewe? Ukienda siku 10. Na hivyo viungo wanavyokuelekeza. Nikasema ila kweli. Na naenda na mazoezi pia. Batuli anasema nilitumia hivi vidonge ile siku ya 5. Alinishauri niongeze tena vidonge vingine 5. Angalau nimalize 10 days. Na kweli nikahamasika. Unajua mimi kitu kinachonisumbua ni kutokuacha kula. Yaani ni mateso kutokula. Napambana, ni mateso kutokula jamani, njaa ni mbaya. Unajua kuna ile unasema nalala siri chochote. Nakwambia inafika usiku unahangaika, unaenda kwenye friji kutafuta ndizi. Unakula ndizi usiku. Utakula ndizi ya kwanza unasema ngoja niongeze tena nyingine. Ziko nyakati njaa inakuuma usiku, unaenda kwenye mafriji unaanza nini kimebaki, unakuta mboga imebaki, unaenda kuchemsha mboga unakula usiku. Njaa imekuzidia. Kwa kinachotesa ni njaa. Sasa nimepata suluhisho hapa. Kwa hiyo nikaendelea. Kaenda nikanunua tena vidonge 5 ambacho kimoja ni shilingi 70. Nikanywa. Batuli anasema ni kweli. Watu tunanenepa kwa sababu ya mfumo wa maisha, chakula tunachokula. Ni kweli, yani kulikuwa na mabadiliko makubwa sana katika mwili wangu. Mabadiliko makubwa, yani nilipungua. Uzito nilipungua.
Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa anaitwa Batuli. Ndio msikilizaji, mimi niko hapa kukujuza haya ambayo ndugu yetu Batuli anashia pamoja nasi. Mambo ya Batuli ni mambo ambayo watu wengi tunapitia. Wengi tunapitia. Natamani umsikie Batuli katika hiki anashia nasi ili tujifunze haya mengi kutoka kwa Batuli, yawe elimu kwetu ya kututoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Na kupeleka mapumziko kwa dakika chache, nami nitarejea. Tame, yani jina la Batuli limenikaa kweli mwenzenu. Kwa sababu labda simulizi ilikuwa ndefu kidogo. Faili la Batuli limegoma kutoka. Tanisamee, nami najitahidi hapa. Ni Rozi, tuko na ndugu yetu anaitwa Rozi, usijisikie vibaya nikichanganya. Najitahidi hapa faili la Batuli litoke kwa sababu ilikuwa ni simulizi ndefu kidogo. Yes, tuko na Rozi akitueleza mengi katika safari ya maisha katika siku njema ya leo msikilizaji. Basi nami niko hapa kukujuza muendelezo wa hiki ambacho ndugu yetu Rozi anashia pamoja nasi. Sawa, niko na habari njema kuhusu mnada. Yes, tunafahamu jamani, huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, na huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, hivyo unawapa watu nafasi ya kuweza kufanya pia manunuzi ya bidhaa mbalimbali kwa ajili ya sikukuu ili uwe fresh kabisa. Naamini maandalizi tunaanza kuyafanya mapema, na nikwambie uzuri ni kwamba awamu hii kwenye chimbo haliji kinyonge. Basi mnada umekuletea mambo mazuri sana. Umekuletea smart kitochi kutoka Vodacom. Hii smart kitochi ina WhatsApp, ina Instagram, ina YouTube, ina TikTok, ina application nyingine nyingi kwa ajili yako, na hii unaipata kwa shilingi 75 za Kitanzania, na utaipata siku hiyo ya mnada. Lakini kubwa zaidi, siku ya mnada kutakuwepo na ofisi ya mkuu wa wilaya Kinondoni. Huduma mbalimbali zitakuwepo, kwa mfano kama upimaji wa afya, msaada pia wa kisheria utakuwa ukipatikana. Si una changamoto gani ya kisheria, inawezekana mambo ya ardhi, masuala ya ndoa, unahitaji tu msaada wa kisheria, watakuwepo wanasheria pale siku za mnada. Lakini pia kutakuwa na huduma kutoka NIDA. Umekuwa unatamani upate vitambulisho, unataka upate elimu mambo mbalimbali kuhusu NIDA, kutakuwepo na RITA, kutakuwepo na TANESCO, kutakuwepo na DAWASCO, kutakuwepo na BRELA na taasisi nyingine mbalimbali. Inazungumzia siku za mnada. Sasa mambo ni mengi kwa ajili yako, na nikwambie kwa wale watumiaji wa DSTV watapata huduma nyingi. Kuna huduma inaitwa Panda Tukupandishe, na kwa wewe ambaye una kisimbuzi basi ukija utapata kwa shilingi 49 na utapata full set, au shilingi 20,000 utapata kisimbuzi peke yake. Nazungumzia siku ya mnada. Siku ya mnada ni tarehe tunasema ya kuvunja kibubu na kuja mnadani. Hii ni tarehe 28 mpaka tarehe 30 ya mwezi wa 3, na itafanyika pale Mwenge. Kumbuka mnada huu si wa kukosa, maana tunafunga barabara ili tukupe wewe burudani pamoja na shopping babu kubwa ambayo zitaendelea kufanyika pale. Kwa unachotakiwa ni kwanza kujiandaa rafiki yangu, andaa kwa ajili ya shopping, andaa kwa ajili ya kuonana na wataalamu mbalimbali ambao nimekueleza, andaa kuja kupata mambo mazuri kutoka DSTV, andaa pia mambo mazuri upate simu yako nzuri ya kitochi kutoka Vodacom. Jamani, mambo ni mengi, siwezi kumaliza yote, lakini andaa, vunja kibubu chako, njoo siku hiyo, kwa sababu kila kitu kitakachokuwa pale kitakuwa cha kukufurahisha rafiki yangu. Mnada ndio chimbo lako. Ndio tunazungumza kuhusu maisha. Ndugu yetu anaitwa Rozi akiendelea kutujuza haya mengi katika safari ya maisha. Rozi anasema hii diet nafanya, mazoezi nafanya, na hivi virutubisho vilinisaidia kupunguza uzito. Basi nikasema hasa nilikuwa na wasiwasi wa nini? Mbona nimepungua? Nilipungua uzito kwa ghafla. Nataka nikwambie, tunanenepa kwa sababu tunakula, lakini tusipokula unakonda. Ushasikia mtu nilifunga siku 40? Ushakumsikia mtu anakwambia nilikufunga siku 40, labda anafunga asubuhi na anafungua jioni. Akimaliza siku zile 40 unamuonaje? Unakuwa uko sawa? Kwa mfano sasa hivi tupo kwenye mfungo kwa upande wa Waislamu na kwa upande wa Wakristo. Utakapomaliza zile siku 30, utakapomaliza zile siku 40,
ukichunguza uzito wako utakuta una mabadiliko. Na tena unakuwa na mabadiliko zaidi kwa wale ambao wanafunga alafu wanavyovifungulia vinakuwa ni vya healthy zaidi. Wanaona mabadiliko zaidi. Sio ndio kwa sababu umefunga ndio ikifika muda wa kufungulia ndio unafungua, yani wewe ndio unafungua chapati 4. Unafungua, yani unaanza chapati unakuja tambi, wewe ndio unaanza kula nyama. Usiku tena unaamka kabla hapajapambazuka unashindilia tena. Unaweza usione matokeo, lakini Rose anasema nimepungua. Sasa unapokuwa mnene, unapopungua kuna mambo pia yanatokea. Kwa mfano mimi nilikuwa mnene, nilikuwa nimejaa. Nimejaa, mikono yangu imejaa. Kwa hiyo nilivyoshuka mikono ikalegea. Yani kwenye mapaja nyama zikalegea. Kwa hiyo nikawa nimelegea. Nikaambiwa kwamba don't worry, utafanya hii hapa, kuna mazoezi ambayo unaweza ukafanya yatakukaza nyama. Na sio kwamba nilikuwa sifanyi mazoezi, nilikuwa nafanyaga mazoezi, lakini kiukweli nilipungua. Lakini hilo nilipungua. Na nikaendelea kufanya mazoezi. Rose anasema nimeacha kutumia zile supplement. Nimeacha kutumia zile siku 10. Lakini hamu ya chakula ikawa imekata. Yani imekata. Naamka asubuhi nakaa mpaka saa 7 sisikii njaa. Ninaamua nile tu chochote. Inafika mpaka jioni sipati appetite. Hata nikamuuliza, mbona mimi tena sipati hamu ya kula? Yani hamu ya kula kama imekata. Akasema ndio mwili ndio uko hivyo. Yani unajua mwili unajitengeneza. Kwa mfano kama ulishazoea kula, umezoea kula, si ndio? Ina maana ubongo na nini unakuambia hivyo. Lakini ukishaanza kujizoesha kutokula, yani ni kama ubongo na wenyewe unajiseti hivyo na mwili unapokea mapokeo. Kwa hiyo ina maana unaendeleza ile style ile ambayo ilikuwepo. Nikaambia kweli. Nimeona nimeacha kutumia hizo supplements, lakini najiona kabisa yani ile hapa taitili ya mwanzo ule uroni uliokuwa nao sina. Akasema hivyo ndivyo ninavyofanya kazi. Rose anasema nazungumza hivi kwa sababu najua kuna wanawake wenzangu tunateswa na uzito. Tunapambana. Tukiambiwa habari ya kutoa pesa tuko tayari, tukope kikoba, tukope wapi, tukalipe gym, tukalipe kwa trainer, tulipe supplement tunazoambiwa, tulipe hivi. Mwingine anatoa elimu kuhusu mambo ya kupungua. Tunapambana sana. Ila hii diet niliyotumia, hizi supplement zilikata appetite kabisa. Batuli anasema sasa nikapungua kutoka kwenye kilo, nilikuwa na kilo 126, nilipunguza kilo 10. Nikaja nikapungua nikafika mpaka kilo 80. Hesabu mtu ambaye nilikuwa na kilo 126. Kuna muda ambako nakwambia nimepunguza hizo kilo 10, nilitumia muda mrefu sana kupunguza kilo 10. Lakini nimepunguza hizo kilo nyingine kwa muda mfupi sana kufikia kilo 80. Na sio kupungua. Nikisema kupungua nakuwa kama nakosea. Nimekongoroka. Ulishaikutana na mtu yani mnene ukakuta hivi mashavu yameshuka? Mimi sasa mashavu yakashuka, mikono imeshuka, ndio unaenda kule na nyanyua vyuma nini, yani na nyanyua ili nikaze zile nyama. Nikaze kwa sababu nyama zimekuwa ndembe. Nani kwa muda mfupi. Tunaweza umetumia nini? Sasa kuna diet nimetumia. Umekula nini? Kitu gani hicho umekula? Naambia kuna supplement moja hizi nimetumia. Tumepungua hivi. Umepungua ghafla. Yani hizo zinakata appetite kabisa. So kwa nini sikati appetite kabisa? Kwa sababu diet utakiwa ukate appetite kabisa. Mwili unahitaji virutubisho. Nikwambie mambo ya diet yanaweza kukuvuruga akili ukawa kichaa.
yanakuvuruga, unakuwa kichaa, kwa sababu kila mtu ni mwalimu. Ambao sio madaktari anakuambia mimi na experience kwa sababu nimefanya hii diet. Sasa unaona mtu ananiambia huwezi ukala kitu kikakuondolea appetite, usile, mwili unahitaji virutubisho. Sasa usipokula inakuwaje? Kuli afu uendelee kuishi inakuwaje? Yani ukate appetite halafu inakuwaje? Hizo supplement sio sahihi hizo. Hizo sio sahihi, na pengine zinatumika, hazitakiwi kutumika hivyo zinavyotumika. Pengine umeji overdose. Sasa mimi hapa ambaye nilikuwa na fight kupungua, mume wangu ananiambia, wewe mbona hivyo kila siku unazidi kukongoroka? Naambia mume wangu, unazidi kukongoroka unamaanisha nini? Si ndio unapungua? Si ndio kitu ambacho unataka? Hebu acha hizo mambo yako Rose. Umetumia kitu gani? Umetumia nini? Angalia mwili wako ulivyokuwa, umekuwa kama mabujabuja. Naambia mume wangu, mabujabuja kivipi tena? Mabujabuja ni kivipi? Lazima mtu unapopungua mume wangu, reaction kama hizi zitokee. Na ndio unaendelea kufanya mazoezi kwa ajili ya kukaza mwili. Asiona kazaje mwili? Yani kupungua gani? Umekula nini? Umetumia kitu gani mke wangu? Yani angalia, sasa hapo ina maana mapaja yameregea. Yani mapaja, yani nikikueleza sio kama unaelewa. Ulishakutana na mtu mnene afa kakonda, yani akapungua, unamwonaje? Anakuwa kama ndio kuwa mzee, si ndio? Akicheka hivi kama unaona kama sasa kama kunaanza kutokeza huko kwenye uso kama kuna vifupa kama vinaanza kutokeza. Sasa zile nyama si zimeshuka. Rosie anasema hii diet ni semi ukweli. Haikuwa salama kwangu. Haikuwa salama kwangu. Mpaka nikasema mbona nilikuwa napambana na zile diet za kawaida tu ambazo nilikuwa naweza nikazitengeneza na nilikuwa napungua taratibu. Nafikiri ile ndio ilikuwa sahihi. Hizi mambo ya hivi vidonge naona kwangu vimeniletea action ambayo sio nzuri. Yule dada aliyeniuzia ananiambia, wewe au ulikuwa na matatizo mengine? Namwambia matatizo gani? Akasema, wewe mbona mimi ndo nimetumia hizi? Mimi ndo nimetumia na nilikunywa hivyo, lakini sio kwamba hapa taitirikata mimi, yani kwamba nilipomaliza nilikaa siku ngapi, baada ya mimi kula ikarudi. Iliporudi nikaanza kucontrol chakula, nikaendelea kufanya mazoezi. Yani inakuwaje wewe hivi? Yani aliyenishauri na muulizo yule aliyeniuzia hizi supplement ananiambia eti kwamba mimi sijai kumuuzia mtu supplement zikamfanya kama mimi zilivyonifanya, kwa sababu mimi mpaka ziliniletea kama layer fulani hivi ya ngozi ambayo kama iliniondolea nuru kwenye ngozi. Batuli anasema ilibidi niende nikamwone daktari sasa hospitali. Akaniambia, nikamueleza nilichotumia. Akaniambia, kwa nini nyinyi mnakuwa wepesi kununua vitu na kutumia bila ushauri wa daktari? Nikamwambia ni mtu najua sasa katika harakati za kupungua, nikutana naye gym na alinionyesha picha zake alivyokuwa, na mimi nikawa na shauku ya kutaka kupunguza uzito. Lakini ninakwambia appetite ya kula ndicho kitu ambacho yani naona kimekata kwangu. Yani nakula sio kama yani sio kwamba nasikia njaa, ndicho kitu ambacho sasa kinanisumbua. Nionyeshe hivyo vitu umetumia. Nikamuonyesha, yani nikamuonyesha kikopo alichokuwa amenipa. Akaniambia, sasa hizi kikopo wamekupa, ina maana hizi dawa kuna mahali walitoa, hiki ni kikopo wamekupa, hakina maelezo. Nikamwambia labda nitafute hata kidonge kimoja, kwa sababu yani mimi walivyokuwa wananiuzia walikuwa wananiuzia kwenye kikopo na kina jina. Sio kwamba hicho kikopo hakina jina, kina jina, lakini yeye aliniambia hapana, hili jina sio hicho dawa umekunywa. Nikasema basi mimi nikuletee kidonge. Kweli
Nikamletea kidonge na nilimwambia kidonge kimoja ni shilingi 70,000. Nikamletea kidonge. Alipokiona akasema, wewe, hii nini? Ni dawa gani hii? Supplement gani? Nikamwambia ndio hizi ambazo nimetumia. Akasema, nani kakuuzia? Nikamwambia kuna huyo mtu ndo anaziuza kwa ajili ya kupunguza uzito. Akasema, jamani wanawake mtakufa. Mtajiletea maradhi makubwa kwenye miili yenu. Unapokuwa una kitu unataka kutumia kinahusu mambo ya mwili wako na afya yako. Sijui kuna mtu kasimama anasema mimi nauza dawa za kupunguza uzito, sijui hizi ni supplements zinatoka nchi gani. Usitumie chochote kabla hujamuona daktari. Kuuliza sio ujinga. Usiamini mfanyabiashara anachozungumza. Amesimama hapo anatoa promo yake, usimuamini 100%. Inawezekana ni kweli anachokisema, lakini ili ujithibitishie, kwa sababu ni mambo ya afya, inatakiwa umuulize daktari. Sisi madaktari tupo, kwa nini msituulize? Hata kama tunaweza tukawa ni hicho kitu hatukijui, tutaingia kwenye kuangalia hichi kitu kimewekwa nini. Mimi nikamwambia sasa nafanyaje? Yaani mimi sasa nafanyaje? Akasema, tulia kwanza, nitafanya uchunguzi, nipe siku 2, nitafanya uchunguzi zaidi, nitakwambia. Lakini nafikiri hivi vitu hivi sio salama sana. Sio salama. Mnakosea sana wanawake. Mkiwa mnapambana na jambo lenu, mnafanya kwa haraka sana bila kufuata ushauri. Mambo ya afya sio mambo ya kuchezea. Na usiruhusu mtu akachezea afya yako. Usiwe kunywa kila kitu. Ni kweli una uzito mkubwa, ni kweli. Ni bora ubaki na uzito mkubwa lakini uko salama kuliko ukapunguza uzito alafu kusababisha maradhi mengine kwenye mwili. Unajua hiki kitu ulichokunywa kinaweza kuwa kina kitu ambacho sio kizuri. Yeye mfanya biashara kashafanya biashara yake. Vipi kuhusu afya yako? Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa rafiki anaitwa Batuli. Batuli anashia nasi haya katika safari yake ya maisha. Karibu tumsikilize Batuli. Kesho tutaungana pamoja na tutasikia mengi Batuli anashia nasi. Hii ni simulizi ambayo natamani ushare na wanawake wengi. Una mwanamke unamfahamu ana uzito mkubwa, yuko kwenye harakati za kupungua, share naye. Asikilize hiki ambacho Batuli anazungumza, na haya ni maisha halisi ya Batuli anashia nasi katika harakati zake za kimaisha. Ndio, asante. TikTok Capital E.